ninatamani kushiriki pamoja nanyi ni siku hii muhimu ya kumsindikiza ndugu yetu Amanda Awadhi Chiko. Lakini nafasi haikuwa kwangu, hivyo akaniomba na kuniagiza niwakilishe. Lakini pia kwa niaba ya serikali nimesimama hapa kutoa pole kwa waombolezaji wote. Naomba nitoe pole kwa niaba ya serikali kwa familia ya Chiko. Awadhi ni amana ambaye imeletwa kwa Mwenyezi Mungu kwetu sisi wanadamu. Mwenyezi Mungu ameipitishia amana hii kwenye familia ya Chiko. Familia ya mzee Chiko imekaa naye, imemlea. Kijana amekuwa, ameanza kufanya kazi. Amana hiyo ikaenda kwenye jeshi la polisi, nao wakafukuza, wakamlea, ndio maana wako hapa. Lakini amana hiyo katika malezi walienda kwenye dini. Leo hii tunao viongozi wetu, mjumbe wa baraza la maulama yuko hapa, mjumbe wetu wa mkoa yuko hapa, na viongozi mbalimbali. Lakini pia katika majukumu yake ya kazi, Mwenyezi Mungu akaileta amana hiyo katika wilaya ya Ilala, akaipeleka. Tumesikia wananchi wa Chanika kupitia viongozi wao, mbunge wao, watendakazi wengine Chanika, wakieleza amana hii ilivyotumika vyema duniani. Na mimi nimeshiriki kuonyesha amana hii pia haikuishia kwenye familia, ililetwa kwetu kama wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, iliweza kutumika vyema. Hapa nilipo tunao wajumbe wenzangu wa kamati ya ulinzi na usalama. Naomba nyote kwa pamoja, naomba tusimame, waliokuwepo mbali tupunge. Hii ni amana ambayo ililetwa kwetu. Kwa mara ya mwisho wiki iliyopita tulikaa kikao na kamanda Chiko. Ilikuwa ngumu kwenye group letu kuamini kilichotokea, lakini bahati nzuri sote tunaamini kwa Mwenyezi Mungu kwamba kila amana inayoletwa na Mwenyezi Mungu anafika siku anachukua. Na kila amana inayostahili mbalimbali ya kuchukuliwa. Kazi yetu sisi kama wanadamu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu anatenda. Hivyo sisi kama wajumbe wakuu wa kamati ya usalama tulimshukuru Mwenyezi Mungu kwa amana ya Chiko ambayo alileta kwetu, tukafanya naye kazi. Lakini amana hii imetuletea alama kubwa sana. Wamesema baadhi ya wenzangu, moja ya alama ni hii ambayo tunaiona mbele yetu. Viongozi mbalimbali, viongozi wa dini, barika mbalimbali ambazo zimekuja hapa, zinaonyesha namna gani amana hii haikuwa bora kwetu tu, lakini amana hii ilikuwa bora kwa familia, amana hii ilikuwa bora kwa maeneo yote ambayo. Hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa tunapenda kutoa pole sana kwa familia. Tunawapeni pole kubwa sana. Kwa niaba ya serikali tunapenda kutoa pole nyingi sana kwa kuondokewa na amana hii. Lakini amana hii imetupa ishara kubwa ya upendo, mshikamano, kujitoa bila kujali. Ndio maana wamekuja watu wa rika tofauti hapa. Wamekuja watu wakishuhudia mema. Kila mtu angepewa maiki hapa, angesema mema mengi. Tumesema hapa chini. Kwa kama kila mmoja atasema mema ya Awadhi, tunaweza kusimaliza siku hii. Lakini sisi kama kamati ya usalama ya wilaya, tulipokuwa tunatafakari, tukasema mwenzetu aliondoka asubuhi alikuwa akienda kazini. Na bahati njema asubuhi mimi na yeye saa 12 tumeongea. Na yeye akiniambia hali ya usalama ya wilaya yake ya polisi kwamba ni njema na anaenda kazini. Na tukakubaliana saa 3 kuzungumza. Kwa sababu kuna kazi, kuna uandikishaji unaendelea kwenye wilaya yetu na mkoa wa Mbeya. Lakini pia tulikuwa kuna ziara ya baadhi ya viongozi. Tuliongea mambo mazuri, tukataniana. Kwa sababu Mikaka amekuwa kitaniana na wajumbe wengi wa kamati ya usalama. Amekuwa ni mtani miongoni mwa vikao. Na kikao chake cha mwisho cha tarehe 11 alitaniana na wajumbe, na walimtania sana kwa mzee wa. Lakini hata kitendo alichokuwa anakwenda kufanya siku hiyo ni kitendo cha huruma. Alishuka kwenye gari yake kwenda kutoa kitendo cha huruma. Hivyo sisi kama kuu tulimshukuru Mwenyezi Mungu
kwa kitendo anacho. Na tulipokuwa tunasema tukajadili kwamba yeye ni kama mwanaume mwingine alikuwa anaondoka kwenda kazi. Huwa tukiondoka nyumbani, huwa mama na watoto wanaamini baba ataleta sukari. Mama anaamini jioni baba ataleta sukari. Mama anaamini Idi ikija baba atanunua nguo. Haya yote tukitafakari kwamba mwenzetu hakuagana na mkeo, hakuagana na watoto, kwamba anapokwenda haya mahitaji ya kifamilia angeandika. Angekuwa anayajua angeandika. Angempa hata kadi ya benki, angempa hata fedha alizokuwa nazo, lakini hakumwachia, alikuwa anaenda. Sisi kama kikao tukasema hapana, tutamshika mkono mke wake ambaye ndiye anajua hii mambo mengine wakati tutampatia mke wake anayotaka, ili haya mambo ambayo mwenzetu alikuwa anayategemea kuyafanya kwenye familia hakuweza kuyafanya, ili wakati vikao vingine vya familia vikiendelea, basi mama na familia waweze kuona namna gani hao watoto. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini wakati mwingine machozi yanatoka mengi sana, sio kwa sababu Awadhi anaondoka. Machozi yanatoka mengi sana kwa sababu mama na watoto wakiangalia wale watoto, ada inasubiri, kila kitu kinasubiri. Hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuru nyote. Tunakushukuru sana Mheshimiwa DC wa Ilala, Mheshimiwa Mpogoro. Mwenyezi Mungu akubariki, akujalie kila la kheri. Sasa